Ndugu wafanyabiashara, katika zama hizi za kiuchumi tunapaswa kuendeleza ushirikiano huu kwa vitendo kupitia majukwaa kama haya ya DTAG Business Connect. Hili ni jukwaa la kipekee ambalo linaunganisha wafanyabiashara kutoka Tanzania na diaspora yetu hapa China, hasa katika jimbo la Guangdong, eneo ambalo ni kitovu cha biashara na teknolojia katika taifa hili kubwa. Ushirikiano kati ya wafanyabiashara kutoka Tanzania na Watanzania waishio China ni wa kimkakati. Ni wa kimkakati katika kukuza nchi yetu. Wafanyabiashara wa Tanzania wanahitaji mitandao kwa maana ya kufahamu ni sehemu gani vinapatikana vitu vya aina gani, lakini wanahitaji vile vile kufahamu ni maarifa ya aina gani yanapatikana kutoka China, na kikubwa zaidi ni bidhaa zipi zinaweza zikaleta tija kulingana na resources tulizonazo. Hayo ni mambo ambayo wafanyabiashara wetu wanahitaji kutoka China. Lakini kwa upande wenu nyie wana DTAG au diaspora, kupitia makampuni yenu mna nafasi ya kipekee ya kufanikisha hilo kwa njia ya kuaminika na ya haraka. Hivyo basi, Watanzania waishio China wanapata fursa ya kushirikiana moja kwa moja na wazawa katika uwekezaji, uanzishaji wa miradi mipya na kupeleka teknolojia nyuma. Nimshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uwakilishi wake kwa hapa Guangzhou, ofisi ya ubalozi mdogo chini ya konseli mkuu Mheshimiwa Hatibu Makenga, naye pia kwa kutokea leo. Hii ni summit, ni DTAG Business Summit ama Tanzania China Business Summit ama DTAG Business Connect ya mwaka 2025. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kulink ama kuunganisha biashara, makampuni pamoja na mataasisi mbalimbali kutokea Tanzania, China na kadhalika, kwa maana ya Wachina na Watanzania ambao wamekuwa wakishirikiana katika nafasi mbalimbali. Lakini pia nimshukuru mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo ambaye amesafiri zaidi ya kilomita 10,000 kutokea Tanzania kuja hapa China kwa ajili ya kuweza kuhudhuria kongamano hili. Makofi tafadhali kwake.